Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Makofi na vigelegele kwa sister. Bado sijasikia makofi na vigelegele kwa sister. Wapendwa taifa la Mungu, kama nilivyoanza mwanzo, tumekusanyika leo hapa kwenye familia ya mpendwa wetu Victorious Mchimba ili aweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wito ambao Mwenyezi Mungu amemwitia. Nao ni wito wa utawa. Amekuja ili aweze kumshukuru Mungu, lakini pia awashukuru wazazi wake, wanajumuiya na waumini wote katika parokia ya Igamba. Hali kadhalika pasipo kuwasahau wenzake waliotembea katika safari hii. Upo wakati tunapata mafanikio katika maisha yetu, tunadhani ni kwa uwezo wetu. Hapana, ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, lakini na wale waliotuzunguka. Kwa amefika pia kuwashukuru wenzake wana daraja na walezi wengine watawa ambao walipita katika njia ya malezi, na wao jumla yao wako 11 walioweka nadhiri za daima. Kwa wale 10 wengine amekuja naye pia aweze kuwashukuru na kufika hatua hii. Lakini wazazi wao tunaye hapa, wazazi wake. Wazazi tusimame, baba na mama, wapigie upo mama na baba. Hawa ndio wameeleza kwamba chanzo cha mito yote ni sakramenti ya ndoa. Kutokana na wao ndio tunampata Sister Victoria, na kutokana na wao pia tungeweza kumkosa Sister Victoria, lakini waliweza kumzaa, kumtunza, kumlea na kumfundisha maadili. Baba na mama, tunawashukuru sana. Zile fimbo na njiti mlikuwa mnampiga wakati anakuwa, ndio leo yuko hivi. Tunashukuru sana kwa malezi na huduma zote ambazo mmempatia mtoto wetu, dada yetu, mpendwa wetu Sister Victoria. Mungu awabariki sana. Tuketi. Wapendwa taifa la Mungu, wito ni nini? Wito ni sauti ya Mungu ambao anamuita huyu mtu kwa ndani sana, na hiyo sauti haiti kupitia mtu mwingine, anamuita muhusika. Kuna bwana mmoja alikuwa analalamika, sema kazi zimekuwa ngumu, mimi nimechoka, mshahara utoshi. Mimi nikamuuliza, hiyo kazi ulilazimishwa, si ulichagua mwenyewe? Ndio wito. Akaacha malalamiko. Kwa hiyo katika kuitwa, Mwenyezi Mungu alimuita kwa jina Sister Victoria katika maisha yake, na akiendelea kuitunza, kuitegemeza, na akiendelea kuipamba katika maisha mazuri ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atampa fungu lililo jema na mibaraka mingi. Sasa unaweza au pengine walikuwepo wengine hapa labda wamekuja kushtukia, sema usiende huko bwana, mimi nitatoa ng'ombe hata 10. Akisema sauti ya Mungu inasema niende kumtumikia huko. Hapana, angekataa kule akaenda huku napo vingeshindikana. Ninapenda kusisitiza, kisikiliza vizuri sauti ya Mungu, basi Mwenyezi Mungu anatutegemeza. Kwa hiyo kama ni zawadi, kama ni sauti ya Mungu, ameweza kufunga nadhiri za daima, manake ni sister kamili kabisa. Tangu tarehe ile alipopata hizo nadhiri, amekuwa sister kamili. Manake kufa kwake atakufa kama sister. Maisha yake atayatumikia kule, ameshajitoa na anatambulikana na shirika. Na kwa mtindo huo anashukuru pia hata wanashirika wengine, hususani mama mkuu pamoja na wenzake wote, kwa kuweza kumtegemeza, kumtunza, kumvumilia katika mambo yote, na hata akapata nadhiri zile za daima. Manake sasa anashika moja kwa moja nadhiri ya utii,
anashika moja kwa moja nadhiri ya ufukara, anashika moja kwa moja nadhiri ya usafi wa moyo. Haya ni mambo makubwa kabisa matatu ambayo kama mtawa anapaswa kuyatafakari, sio kutafakari tu, kuyatafakari kwa kina. Na hata anapomshukuru Mwenyezi Mungu, maana yake anaongeza kitu fulani ili aweze kufanikiwa. Peke yetu kama wanadamu hatuyawezi mambo haya, isipokuwa katika yeye atutiae nguvu. Kwa amekuja leo anaposema asante, anaomba Mwenyezi Mungu amwongezee nguvu tena. Ni kama betri ya simu imeisha chaji, unaweka kwenye umeme iongeze tena nguvu, endelee kutumia. Ni kama gari limeisha mafuta, ama bodaboda imeisha mafuta, haiwezi kwenda, lazima uongeze nguvu ya mafuta ili uweze kutembea. Kwa leo amekuja kuongeza mafuta katika kichupa chake kwa kusema Mungu asante. Amekuja kuongeza chaji katika betri yake ya kiroho ili apate nguvu zaidi, aendelee kupambana na yale ambayo atakutana nayo katika maisha, aendelee kufurahia wema na uzuri wa Mwenyezi Mungu. Wapendwa taifa la Mungu, leo wazo msingi ni lipi? Wazo msingi tunalipata katika somo letu la kwanza la Yoshua bin Sira. Anasema, mwanangu, ukija kumtumikia Mungu kumbuka kujaribiwa. Kristo. Mwanangu, ukija kumtumikia Mungu kumbuka kujaribiwa. Naomba maneno haya uwe unatembea naye. Mwanangu, ukija kumtumikia Mungu kumbuka kujaribiwa. Ndugu zetu wengi mara nyingi ukiwa kanisani, basi wanaona wewe una majaribu, hela unazo, una matatizo. Hapana, tunaendelea kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na hata wewe sister, mfano mfupi tu, unaweza kusema majaribu. Sherehe ilipangwa tarehe 10 na tarehe 11, yakatokea vita Tanzania, kulikuwa na vitu ambavyo hali ya hewa sio nzuri, tukaahirisha. Tukasema basi tupange tarehe ngapi? 22 na 23. Ukatokea msiba. Mwanangu, ukija kumtumikia Mungu kumbuka kujaribiwa. Tena moyo wako usiume hata kidogo, sema asante Mungu kwa yote yanayotokea. Ukiingia tu kwenye masikitiko na nini, utamkosea Mungu. Shukuruni kwa kila jambo, liwe zuri liwe baya, tunasema Mungu tunashukuru. Ndio maana wakasema sasa jamani, sherehe tufanye hivyo hivyo, wakimaliza msiba watakuja na sisi tuendelee. Shukrani kwa Mungu inabaki ile ile. Kama Yesu ni mwana wa Mungu, kwa nini alijaribiwa na shetani? Majaribu makubwa matatu. Huwezi ukafanya kazi ya Mwenyezi Mungu pasipo kujaribiwa, kwa sababu unapojitangaza waziwazi kwamba mimi nimefunga nadhiri, ninamtumikia Mungu moja kwa moja, ndipo shetani anaongeza majaribu zaidi ili ufeli. Lakini upasi kupokea majaribu, tunapaswa kuendelea kuyapinga. Ndio maana somo letu la pili kwa Wakolosai, Paulo anasema ili uipate amani usisahau kumshukuru Mwenyezi Mungu mara zote. Ili upate amani katika maisha yako, endelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Utafanya kazi zako mbalimbali za huduma katika kanisa, majaribu yatakuwepo, endelee kumshukuru Mwenyezi Mungu. Usipange kulipa tukano kwa tukano ama tusi kwa tusi, isipokuwa wema katika ubaya. Hiki ndicho ambacho shukrani yako itakuwa na maana. Lakini pasipo kufanya hivyo, basi shukrani yako inaweza ikawa na walaki. Kwa mwanangu, ukija kumtumikia Mungu kumbuka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jenga moyo ule wa shukurani, na ndicho ambacho umeanza kukifanya siku ya leo katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kumbuka kuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu. Utakapokuwa na imani na kumwamini yeye katika maisha yako yote, basi katika wito ulioitiwa, ile imani itakulinda. Imani unaweza ukahamisha milima,
Ukiwa na imani unaweza ukauambia hata mtini uweze kung'oka mahali na kwenda kuota pahala pengine. Siku zote shikia imani, na imani yako hiyo ambayo utaishika kwa Mwenyezi Mungu ndiyo ambayo itakutia nguvu, kwa sababu unaambiwa, mwanangu, ukija kumtumikia Mungu utajaribiwa. Basi yale majaribu hayatakutikisa kiasi cha kukata tamaa. Utajikuta mara zote unamwelekea Mwenyezi Mungu na kumtumikia yeye. Kumbuka, unapokuja kumtumikia Mwenyezi Mungu usigeuke shingo na kutazama mambo mengine yasiyomtumikia Mwenyezi Mungu. Mara zote, leo hii umetukusanya hapa, basi yageukie haya. Na hata miaka ikipita mingi, kumbuka namna ambavyo kwa upendo mkubwa watu walisafiri kutoka mahali na shingo yako iweze kumwelekea Mwenyezi Mungu, ukiongozwa na zile fadhila na za kiinjili ambazo watawa mnazo na mmefundishwa. Kwa hiyo shika imani wakati wa majaribu yanapokuja, endelea kutazama msalaba wa Kristo, endelea kumtumikia yeye, endelea kuwa na yeye siku zote za maisha yako, wala si kwa maneno ama kwa matendo ama kwa ushauri wa watu wengine. Usije ukageuka. Kaza uso wako kuelekea Yerusalemu ya mbinguni katika wito ulioitiwa, na utakuwa baraka kwako wewe, baraka kwa watu wengine, hususani wanafamilia. Tumsifu Yesu Kristo. Dada mmoja alikuwa anafanya kazi zake Ulaya huko, na kule Ulaya akagundua, kuna mgunduzi mmoja amegundua dawa ya kubadilika. Yaani kama una miaka 90, ukila ile dawa umri unapungua. Inaweza katoka miaka 20 au 50 ukaja ukapata miaka 20. Kubadilika ni kitu kibaya kizuri? Saizi ukiamka wewe mtu mzima mzee, ukiamka mara shingo, kesho ukiamka macho, nasema kuna dawa, unarudi na kuwa kijana tena. Mabadiliko mazuri. Na kwenye wito na sisi watu wa kanisani, mabadiliko yanakuja mengi sana. Usikumbwe na ule upepo. Basi yule binti umriki na ulienda, alikuwa kama 60, akanywa dawa, ikatoka miaka 20, akawa na miaka 40, akajiona kijana kabisa. Na ile dawa ulikuwa unaweka tone moja kama kwenye chai au maji. Basi akasema, mangu kule ni wazee sana, ngoja niwatumie hii dawa. Wakatumie. Mama yake akaweka tone moja, miaka ilikuwa 80, akarudi mpaka 60, kama mtu wa 60. Safi, kila kitu kinakuwa kipya. Tumsifu Yesu Kristo. Baba yake baada ya kuweka, naye akaweka tone, akanywa. Sasa alipokuja mtoto kuwatembelea Tanzania, maeneo ya Igamba, akasema, mama, umekuwa kijana kweli, mpaka umezaa tena mtoto? Akasema, huyu sio mtoto, huyu ni baba yako. Ile dawa aliweka matone mengi, kwa amerudi mpaka akawa mtoto wa kumpakata. Kristo ni mfano wa dada yetu. Unapomshukuru Mwenyezi Mungu usianze kugeuza shingo. Kuna yale maneno anasema, kwanza na mimi saizi ni sister kamili, pete hii hapo ataniambia nini? Usigeuke. Kama ulikuwa na adabu kwa wakubwa wako, adabu iendelee. Usije ukasema, na mimi naingia kwenye vikao vya shirika, nimekuwa mtawa kamili, ataniambia nini? Baadaye tutakuacha, usema haya bana, umekuwa, nenda. Utarudi unalia, utarudi unasikitika. Wanasema nyani anapopanda zaidi juu ya mti, ule utupu wake huku ndio unaonekana vizuri. Wewe umepanda matawi ya juu, maana yake lazima ukiitwa na Bwana ushike unyenyekevu zaidi, uwe mpole zaidi, na ikiwezekana jifanye hata ujuaji kuongea kama ulivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Ukisema nataka mageuzi, mbona na mimi nimekuwa, shukrani yako hii tunayofanya leo, maana yake tunamjaribu Mwenyezi Mungu. Mkaribishe Mwenyezi Mungu kwenye maisha yako, akujalie moyo unyenyekevu. Wapendwa taifa la Mungu, wito alioitiwa ni kama mpanzi
wa mbegu. Ukimuuliza mlianza wangapi, mmebaki wangapi, wapo ambao wengine wanapungua. Sisi darasani tulikuwa 47, tuliofika mapadi wawili. 45 wako wapi? Nao wameitwa kwenye miito mingine. Hatusemi walikosea, nao waliitwa kwenye miito mingine, na sisi hatujidai, isipokuwa tunamrudishia Mungu sifa, tunamrudishia Mungu utukufu. Tunaona sisi tupo kama tulivyo, na wale 45 ambao hakuweza kufikia daraja, sio kwamba ni wakosefu sana, hapana. Mungu ametuganya kwa mtindo ule, kwa kila mmoja anamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo zipo mbegu ambazo zilikuwa njiani, ndege wakazila, watu wakakanyaga. Zipo mbegu ambazo ziliangukia kwenye miamba, zilipomea mizizi yake kwenda mbali zikanyauka. Zipo mbegu ambazo zilianguka katika miiba, zilipokuwa zikasongwa. Na mizongo ni mingi katika safari ya maisha yoyote. Ukiwa mwanafunzi unaweza ukawaza kuacha, ama yeye mwenyewe labda kuna wakati alitamani kuacha. Mizongo ile ya miiba ikae na mchoma ni mingi, lakini kwa kuwa alimshikilia Mwenyezi Mungu na kumtegemea akasonga mbele. Lakini zipo mbegu zilizoanguka katika udongo mzuri, na sisi tunakuombea mbegu ianguke katika udongo mzuri. Uendelee kuwa sister mwema kama ambavyo upo, uendelee kumpendeza Mungu na watu wake kama ambavyo unafanya, uendelee kutekeleza mapenzi ya Baba ambao ameyaweka kwako. Haya ni mambo ya msingi na mambo ya muhimu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Mwisho ni kuombe. Hizi misa za kumshukuru Mungu usifanye mara moja, ikibidi fanya kila mwaka. Mwenzako unafanyaga kila mwaka, ile unaweza kusema mbona utuitage? Hata nikiwa mwenyewe nitasali misa na mshukuru tena Mwenyezi Mungu, na recharge tena betri, naongeza mafuta katika kichombo changu. Kwa mwakani tena ukifika, omba misa. Kama ni hapa nyumbani na wazee wanakunywa soda, nani wanunulie soda 2 na wewe kasema leo jamani, ninaongeza umri tena wa utawa. Tutafurahi tuje tena ikifika miaka 25, miaka 25 ijayo ya utawa. Lazima umshukuru Mwenyezi Mungu mara nyingi. Kwa sababu gani? Kushukuru ni kuomba tena, na katika shukurani ndipo baraka za Mwenyezi Mungu za mafanikio zimejificha huko. Hata sisi katika maisha yetu ya kila siku wanaposema shukurani ya mavuno, shukurani ya nini? Usisite kutoa. Mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu katika shukurani siri za Mwenyezi Mungu, fumbo la Mwenyezi Mungu la kupata baraka zaidi lipo ndani yake. Kwa hiyo Sister Victoria, endelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kushukuru ni kuomba tena, na kushukuru unapoomba tena maana yake unaomba afya njema, unaomba maisha mema, unaomba nguvu za kiroho na nguvu zingine za kimwili katika kutimiza matakwa mbalimbali ya Mwenyezi Mungu ambayo anakujalia. La pili, jiandae katika wito huu, kama nilivyosema, kumtumikia Mungu, basi ndani yake kunakuwa na majaribu. Jiandae kufanya kazi pahala popote na mtu yoyote, maana umekuwa sister, utatumwa huku, mengine uyapendi, lakini kwa sababu wendi kufanya wewe ni kwa mapenzi ya Mungu, basi Mungu aendelee kukubariki katika wito wako. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu akubariki na akuzidishie zaidi. Asante.